Katika kanisa la St. Patrick eneo la Burnt Forest, mbunge wa Eldoret Kaskazini William Ruto alihudhuria ibada ya maombi saa chache kabla ya majaji wa ICC kutoa uamuzi dhidi ya tuhuma zinazomkabili, na msimamo akauchukua kwamba atakubali uamuzi utakaotolewa na majaji hao. Na kwa sababu kesi ni nyingi ambazo zitaamuliwa, mimi nataka niwaambie kama ndugu zangu, tumtie aibu shetani kwa kuishi na kukaa kwa amani. Eneo la Burnt Forest ni mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa pakubwa na ghasia za baada ya uchaguzi, na kutokana na uzito wa uamuzi unaosubiriwa, Ruto akachukua fursa hiyo kuhubiri amani, akiwataka Wakenya kukubali kwa moyo mkunjufu uamuzi utakaoafikiwa. Hatutatumia tena miale ya moto kuendesha siasa yetu. Hiyo ahadi tutatimiza kesho na tutatimiza siku zingine zote za usoni. Ujumbe sawa na mwandani wake Uhuru Kenyatta, ambaye amewarai wa Kenya kukubali uamuzi utakaotolewa na mahakama ya ICC pasina kuzua rabsha nchini. Tutaendelea iwe vile wataamua, kwa sababu hiyo hatuwezi kujua mpaka kesho, lakini tuendelee kuishi pamoja kama Wakenya, tukijua ya kwamba yale yatatokea tutaweza kuitatua kufuatilia the proper laid down procedures ambazo zimewekwa. Waziri Uhuru Kenyatta alikuwa ziarani wilayani Kisii, ajenda yake kuu ikiwa kuhubiri amani, ikizingatiwa wasiwasi uliopo kuambatana na uamuzi unaotarajiwa kutolewa hapo kesho mwendo wa saa 7:30 saa za Afrika Mashariki. Wanasema ya kwamba ati ikiamua hivi au ikiamua vile, wengine hawatakuwa na nafasi ya kusimama. Mimi naamini ya kwamba Wakenya ndio wako na haki na jukumu la mwisho la kuchagua kiongozi. Sio watu wachache ambao wamekaa kule Nairobi ambao wanafikiria ati wamesoma sana. Je, hatima yao ya kisiasa itaathirika vipi iwapo watapatikana na kesi ya kujibu? Ndio mdahalo ambao siku za hivi karibuni umevutia utafsiri tofauti kuhusu sheria za humu nchini, Wizara ya Sheria na Tume ya Sheria zikitofautiana hadharani kuhusu iwapo sheria bado itawaruhusu wawili hao kujitosa kinyang'anyironi iwapo watapatikana na kesi ya kujibu. Ni makosa makubwa mno kwa wanasiasa kuanza kusema ati haidhuru, haijalishi oda itakuwa vipi. Ngoja ucheze na oda kama hizo. Hakuna sheria ambaye itatuwezesha kukata hiyo kauli kama wanaweza ama hawawezi. Hakuna sheria inayotoa ufafanuzi kwa mapana, ndio msimamo wa CIC, tume ambayo sasa imemwelekezea mpira waziri wa sheria Mutula Kilonzo kuhusiana na kifungu cha 6 cha sheria mpya kinachozungumzia uongozi na maadili. Hapa wanasema kipengee 80 ndio pekee ambacho kinaweza kutilia kikomo ndoto ya wawili hao, lakini bado hakijatekelezwa. Kulingana na kipengee hicho, bunge linapaswa kubuni sheria itakayodhibiti utekelezaji wa kifungu hiki kwa kutoa ufafanuzi wa adhabu itakaowafika watakaokiuka kifungu hiki, wakiwemo maafisa serikalini. Tukiendelea bila hiyo sheria, yale matatizo tutakuwa naye hayatahusu tu maneno ya ICC, yatahusu mambo mengi mengine ya hapa nchini. Kisheria kipengee hiki kilipaswa kutekelezwa kufikia mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu, lakini kizingatiwa kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi, tumaini la wengi ni kuwa wizara husika itaharakisha shughuli ya kubuni sheria hiyo kabla wakati wa uchaguzi kuwadia. Zubeda kwa KTN leo Jumapili.